Bwana, ngoja tupige story kidogo hapa. Nimekuwa nikipitia baadhi ya content kutoka kwenye media mbalimbali. Moja kati ya content nimekuta kuwa mtu kama Doto Magari amekaa na waaminisha waandishi wa habari kwa mimi nalipwa na Mwambino. Kaka, mshipa umemsimama. Ngoja niambie kitu kimoja, Mwijaku analipwa na Mwambino. My brother, ukiangalia toka nilipoanza kusimama brand ya Mwijaku, hivi Mwambino anaweza kutia taila sentano. Toka nilipoanza kusimama, Mwambino anaweza kaeka hela katika mafanikio yangu. Ukweli ni kwamba ni uongo. Nakupa mfano mmoja tu, safari yangu ya Rwanda. Safari yangu ya Rwanda kutoka Tanzania kwenda Rwanda, nimelipwa shilingi milioni 48. Nimelipwa shilingi milioni 48 safari yangu kutoka Tanzania kwenda Rwanda. Nilienda kikazi, nilienda kwa kazi ya makampuni mawili. Nilienda kwa kazi ya kampuni la Azania, nikaenda na kazi kama kuwa shabiki au nguli au semaji la Dar City. Hapa unamwongelea mwekezaji wa Azania, unamwongelea na mwekezaji wa Dar City Mzenji. Sasa hebu niambie, Mwambino anaweza kanipa kazi ya kulipwa milioni 48 kwa siku mbili. 48 million kwa siku mbili. Hapo nimekutajia nimeenda Rwanda kwa kampuni hizi mbili. Nimeenda kwa kampuni ya Azania, nikaenda na taasisi ya Dar City. Chini ya Rais Mzenji. Watu wawili ungenambia Mwijaku analipwa kufanya kitu fulani labda na mtu kama Mzenji, analipwa na mtu kama mwekezaji wa Silent Ocean, nitanyosha mkono juu, nitasema kweli. Lakini unaniambia kuhusu swala Mwambino, yeye mwenyewe anajitafuta, ndugu zake wanakufa maskini, ananisaidiaje mimi? Yana anaweza kunisaidia mimi? Chukulia mfano mtu kama Ricardo, mpaka leo anapambana pa kukaa, anapambana kwa kula. Ricardo akwenda kuoa mwanamke ili apate riziki ya kula. Leo unasema kaka yake ndugu wake aje nisaidie mimi. Hata nisaidiaje? Yaani kwa mfano atanisaidia. Mtu kama Edi Santos bado anaishi Tabata. Chumba ba. Unasemaje kaka yake anaweza kanisaidia mtu kama mimi akanilipa? Doto, futa kauli yako. Mimi nafanya kazi na kampuni kubwa, taasisi kubwa zinazolipa hela nyingi. Unajua Dar City kunitoa Dar es Salaam kwenda Rwanda, Rais kanipa bei gani? Kaniambia tu pongezi Mwijaku kwa kuja Rwanda, pongezi tu. Yaani mimi kwa kufika Rwanda kanipa pongezi. Maana yake baadaye mtu kama Azania Group of Company ananipa bei gani? Kampuni kama Silent Ocean, Simba wa Bahari, Kilimanjaro Star Cargo wanalipa bei gani? Kampuni kama Kilimanjaro, kampuni kama GSM Beverage, Maji, Djibouti wanalipa bei gani? Mwambino anaweza kanipa hela mdogo wangu. Futa hiyo kauli, futa. Nimelazimika kutoa info taarifa kukuweka sawa. Futa. Usiwahadae watu. Futa mwiko kuongea urongo. Mwiko. Call me, this is Mwijaku reporting live from you, China.